kujikitisha kwenye madai yenu ambayo mmeyaleta leo na hoja zenu na mpaka hatua ya mwisho. Asante. Tulikuwa na kesi leo inayotokana na zuio la tarehe 10 mwezi wa 6 2025 ambapo chama cha Chadema na bodi ya wadhamini ilizuiliwa isifanye shughuli zile zozote zile. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu wanaendelea kufanya shughuli mbalimbali ikiwa ni pamoja na kueleza namna mbalimbali kwenye vyombo vya habari kwamba waliozuiliwa ni bodi ya wadhamini na wengine hawahusu. Kwa hivyo tulileta ombi la kudharau amri ya mahakama, kwa sababu mahakama inapotoa amri zake lazima zitekelezeke. Sasa leo ombi lilikuja kwa kusikilizwa. Kwa wakati ombi limeletwa kwa ajili ya kusikilizwa, walileta mapingamizi. Mapingamizi yao makubwa yalikuwa mawili, kwamba hati ya kiapo iliyoapwa, kwa sababu kuna hati za viapo 3. Moja iliapwa na wakili msomi, kulazimika kuna jambo lazima alitolea ufafanuzi kwa njia ya kiapo. Kwa hiyo walilalamikia kwamba hati ya kiapo iliyoapwa na wakili msomi wa upande wa waombaji ni mbaya. Kwa sababu gani? Ana conflict of interest. Yeye ni wakili, kwa nini tena aje ape kwenye hati ya kiapo? Kwa hiyo ilikuwa ni pingamizi hiyo. Pingamizi nyingine ilikuwa kwamba ili ombi la contempt of court kwamba liko nje ya wakati wa siku 60. Hiyo ndio hasa malalamiko yao walikuwa hivi. Kwa hiyo tumezisikiliza. Baada ya kumaliza kusikiliza, lakini kubwa zaidi ni kwamba mjibu maombi namba 1 hakuonekana mahakamani leo. Lakini mheshimiwa jaji akasema kwa kuwa ana wakili, kwa hivyo kisheria yuko mahakamani, yuko legal represented, na kwa hivyo tukaendelea na kusikiliza kwa ombi la contempt of court. Baada ya hapo mheshimiwa jaji akasema kwamba PO alipozisikiliza yale mapingamizi akaturuhusu tuendelee pia na ombi la msingi la kudharau amri ya mahakama. Pia tumesikiliza na ameeleza kwamba maamuzi atatoa tarehe 4 mwezi wa 11 saa 9 mchana. Kwa ufupi ndio ilivyokuwa. Pengine mnaweza mkapitisha kwenye hawa wadaiwa ambao mmewaorozesha na kwa mujibu wa wale kama maombi, maeneo gani hasa ambayo mnahisi haya kutokana na amri ambayo ilivyotolewa kwa nao mkengeuka mkaamua kuja kuwaleta tena hapa mahakamani? Kisheria inapozuiliwa bodi ya wadhamini, yani wanazuiliwa watu wote, ile bodi corporate inapozuiliwa, wale ndio wenye chama, wale ndio wenye mali. Hawezi mtu nje ya bodi ya wadhamini akasema waliozuiliwa ni katibu mkuu pamoja na bodi ya wadhamini. Hapana. Kisheria ukishazuia bodi, a registered board of trustees, mako umemzuia mtu yote, umeuzuia maofisa wote, yani kila kitu kinakuwa kimeshazuiliwa. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo hasa imetufanya tukaja hapa mahakamani kwamba kuna ule upotoshwaji unaofanywa na watu kwamba aliyezuiliwa ni fulani yeye hajazuiliwa. Kwa hiyo amri ya mahakama inaelea na baadhi ya watu wao wakisema kwamba wanajiondoa, inawahusu watu fulani na watu fulani haiwahusu. Huo ndio msingi order 37 rule 6 ya civil procedure, sheria za madai ya Tanzania. Na kwa maana hiyo mamlaka ikazuia mwanzoni inaonekana ni kujihusisha na shughuli za kisiasa na matumizi ya rasilimali na mengine kama hayo. Na tunataka ni kwamba pengine tupitishe kwenye kipindi hiki sasa tangu tarehe 10 mwezi wa 6 ambapo vile umetoka, hawa ambao mmewaburuza hapa mahakamani, kuna namna ambavyo wametumia rasilimali za chama, ama kuna namna ambavyo mmeona wanajihusisha na shughuli za kisiasa moja kwa moja, na kama hivyo ni shughuli zipi hasa? Ndio, unajua wengi wanajielekeza kwenye rasilimali za chama, lakini amri iko clear kwamba shughuli za chama zisifanyike. Tunaposema shughuli za chama ikiwa ni pamoja na kuandaa mikutano, kutoa qualification mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, kueleza hiki kinamhusu huyu, yakimhusu huyu, hizo sasa shughuli za siasa. Sasa wengi wanajielekeza kwenye matumizi ya mali, kwamba kwanza mali tumezua sisi hatujazitumia na hatujazigusa. Lakini mheshimiwa jaji hakutoa amri moja tu, alisema shughuli za siasa zisifanyike na mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo ukiita waandishi wa habari ukakaa ukaanza kutoa qualification ya mambo ya kesi na nini, tayari unafanya siasa. Hilo pia ukiongezea hapo ukiangalia pia kwenye press conference walizokuwa wakifanya baadhi ya respondents wadaiwa kwenye shauri hapo mahakamani, walikuwa wakieleza kwamba amri hii haituhusu, kwa hiyo sisi tunawashauri muendelee kufanya hivi. Inakuwa ni moja upande ule sisi ambao kwa mtazamo wa wateja wetu wanaona kwamba ni moja kuvunja amri za mahakama, 2 kudharau amri za mahakama, lakini 3 pia ni kuencourage watu wengine kwa motivate na wao wafanye jambo hilo la kufanyaje, la kuvunja amri za mahakama au kudharau amri za mahakama. Lakini pia kuna wengine kwenye mitandao ya kijamii wamekuwa wakiendelea kusema mambo na kupublish mambo na kufanya vitu ambavyo wao wakiwa kama maafisa wa chama wamezuiliwa kutokana na zile amri, lakini wanapuuzia na wanafanya. Sasa kwa hiyo ndo tuliowasilisha mahakamani, itakuwa sasa kwa mahakama kusikiliza na kufanyaje, kuona kama unaweza kuambia Watanzania mmeomba nini sasa kwa mahakama, mwisho mahakama mnataka ifanye nini kwenye shauri hili? Yes. Ombi la kwanza ni kwamba tumeomba mahakama itaje kwamba hawa watu wako katika kuvunja au kudharau mahakama.
Ombi la pili, tumeomba iwachukulie hatua za kuwashikilia kama wafungwa Waende gerezani. yes, kama adhabu ya kudharau mahakama. Hao ndio maombi basically tuliomba. Asante sana. Asante kabisa. Nitamsha majina yenu. Yes, mimi naitwa Shabani Nsato Marijani. Inaitwa Sefuku Jido. Juzi wenyewe mbao umemtandika vya kutosha. Niona mmepost. Nifuatie. Wadia bana. Umempiga. Kuachie. Na vitu piga maneno chini hapa. Jebla yani na hasira. Una hasira.